John, umeuliza kuhusiana na azimio la pili juu ya operation inaanza lini. Kamati kuu imekutana Kigoma tarehe 30 mwezi Juni. Kikao imefanya maamuzi. Kwa katiba ya chama, kamati kuu ikishafanya maamuzi kwamba operation itaendelea kupitia mikutano ya hadhara, makongamano, vikao vya ndani na njia nyingine, operation itaendelea kanda 3 zilizobaki na baadaye itaendelea mikoa mingine nchini. Wajibu wa kuandaa utekelezaji ni wa secretariat ya kamati kuu. Kwa hiyo bado secretariat haijakaa kutokana na haya matukio ya hapa katikati niliyoyaeleza, msiba, baada ya msiba wajumbe wengine wa secretariat walikuwa msibani, wengine walikuwa hapa Dar es Salaam, baada ya pale kesi ya Lissu, baada ya pale kesi tena ya chama, kesi tena ya chama, hiyo lockdown ambayo serikali iliweka bila kuitangaza waziwazi ya tarehe 7. Kwa hiyo sasa tutafanya kikao, secretariat itakaa, itapitia mpango kazi na bajeti ya chama na mpango uliopitishwa wa operation, itapanga sasa ratiba ya kina, tunaanza lini, tunaanzaje, utaratibu gani, na tukishapanga hizo taratibu mtaitwa, mtajulishwa kuhusiana na ratiba ya operation inayofuatia. Lakini katika hatua hii, kwa sababu operation inahitaji fedha, na baraza kuu ambayo ni kikao kikubwa kweli kweli, baraza kuu kwa bajeti iliyopitishwa kwenye mpango kazi, baraza kuu linahitaji milioni 334 kufanya baraza kuu. Ni kikao kikubwa. Nitoe ombi kabisa maalum sana. Kwa kweli tuna mahitaji sana ya kifedha sana kwa sababu hatuna ruzuku na tegemeo letu ni tone, kwamba wananchi wachangie tone na wadau wachangie tone. Tunaomba mchangie kupitia akaunti ya chama, makao makuu, benki ya NMB, akaunti namba 2260600140, inaitwa Chama cha Demokrasia na Maendeleo. Narudia tena, NMB Bank, akaunti namba 2260600140, au namba ambayo imezoeleka ya M-Pesa, jina litasoma Chadema Headquarters, namba ni 0744446969. Sasa kuna swali limeulizwa kwamba mnasema watu wachangie. Je, fedha ziko salama? Matumizi yakoje? Tulipoondolewa tu zuio haramu tarehe 15 mwezi Aprili, kauli niliyoitoa hapa makao makuu ya chama mbele yenu waandishi wa habari, niliwaambia kupitia kwenu Watanzania waichangie Chadema, na tukaweka utaratibu kwamba watu wachangie kwa mifumo hiyo, na tuliwaambia kwamba fedha zenu zitakuwa salama. Na naomba niwahakikishie tu kwamba fedha zinazochangiwa za chama ziko salama na zinatumika kwa mujibu wa taratibu za kifedha, kwa maamuzi ya vikao, na taarifa za mapato na matumizi zinatolewa kwenye vikao vya chama. Na kikao kilichopita cha kamati kuu, pamoja na mengine, kwa sababu ya maazimio ambayo tumetangaza kwa umma, lakini kikao kilijadili vile taarifa ya katibu mkuu ambayo ilihusisha vile taarifa ya fedha ya chama, na hakukuwa na swala lolote juu ya matumizi ya fedha ambalo linaweza kutumika na muuliza swali kusema kwamba kuna jambo ambalo linahitaji hatua zozote zile. Kwa hiyo mambo yako sawa. Na kwa pesa ambazo zinakusanywa mikutanoni tone, utaratibu tuliouweka kama sehemu ya kuhakikisha matumizi ya fedha yanazingatia taratibu za kifedha, pamoja na kuwa fedha zinakusanywa mkutanoni pale na kwa uwazi kiwango kinatangazwa pale mkutanoni, maelekezo ni kwamba ili pesa zitumike lazima kwanza ziingizwe benki. Kwa zinakuwa banked ili zitoke sasa. Kama zinarudi kwenye operation kwa ajili ya mafuta, zinarudi kwa utaratibu wa kuingia kwanza kwenye account, ili kuhakikisha kwamba kuna accountability
na ili pesa itoke kwenye akaunti ya Chadema, manake haya mambo yanazungumzwa bila watu kufahamu utaratibu wa kifedha wa chama. Katibu mkuu ni afisa masuhuli wa chama, na utaratibu wetu wa kibenki makao makuu ya chama kuna kategori mbili za watia saini ili pesa itoke kwenye akaunti zetu za makao makuu za benki. Kategori ya kwanza yuko mwenyekiti wa chama na katibu mkuu. Sasa mwenyekiti wa chama yuko gerezani, kwa maana yake kategori ya kwanza yuko katibu mkuu. Kategori ya pili sasa ndio yuko mkurugenzi wa fedha na maafisa wengine katika kusaini. Kwa tafsiri yake ni nini? Pesa za makao makuu zinatoka zikiwa cheki imesainiwa na katibu mkuu wa chama na mpaka sasa hakujawa na tuhuma zozote popote. Sasa tunaposikia kuna tuhuma zinarushwa kwa viongozi wengine kuhusu matumizi ya pesa za tone tone makao makuu, najiuliza kwamba hawa watu wanaelewa taratibu za kifedha na utaratibu wa kitaasisi kuhusiana na masuala ya fedha, au tuhuma zinatolewa tu kiujumla. Kwa mimi nasema tu kwamba ndugu yangu, fedha zinazochangiwa tone tone, pesa ziko salama na zinatumika kwa matumizi ambayo yako intended, na kwa kweli ni chache sana. Tunawashukuru wa Tanzania kwa kutuchangia kwa nguvu kubwa, lakini ni chache ukilinganisha na kiwango cha mahitaji tulichonacho. Kwa tunapita katika kipindi kigumu kidogo cha kifedha. Lazima tuambizane ukweli, na Watanzania ambao mna imani kubwa sana na Chadema, mna tumaini kubwa sana na Chadema, namna ya kuisaidia Chadema mojawapo ni kuichangia Chadema. Hata kama una hofu ya kuchangia wewe binafsi moja kwa moja, tafuta njia yoyote ile, imradi mchango ufike kwa Chadema, usaidie kwenye mapambano ya haki ambayo tunaendelea nayo. Sasa kuna jitihada zinafanywa za kutengeneza hii. Unajua utawala huu una tuhuma mbalimbali za ufisadi, una tuhuma za mauaji. Chama kinachotawala kina tuhuma mbalimbali za ufisadi, kina tuhuma za mauaji. Kwa sasa wanajaribu kurusha tuhuma kwa Chadema ili pengine ama waseme tuchafuke wote, hii taasisi yenye imani na matumaini ya watu nayo ichafuke, au Watanzania wakate tamaa ya kuchangia. Kwa ile wimbi la kumichango kule ya tone na halaiki ya watu kuchangia kwenye tone. Sasa mbinu ya kudisturb ni tumia watu ambao nitatumia lugha ya Kiingereza wanaitwa agent provocateurs, kwamba tengeneza tuhuma, kuza tuhuma, tengeneza mkakati wa kusambaza, lengo likiwa ni kukatisha watu tamaa na kutengeneza mgogoro usiokuwepo na kutengeneza tofauti zisizokuwepo. Na katika hili niwaombe sana wote wanaunga mkono Chadema, wote wanaopenda haki, wote wanaopenda demokrasia, wanaopenda mabadiliko, wanaopenda uhuru, ikiwemo wanaharakati wa mitandaoni. Niwasihi sana, acheni friendly fires, kwamba watu tuna ajenda inayofanana juu ya katiba mpya, tuna ajenda inayofanana juu ya haki za watu, juu ya kutaka haki, ukweli, uwajibikaji kwenye mauaji ya Oktoba. Tuna ajenda inayofanana kutaka free Tundu Lissu, mwenyekiti awe huru. Alafu hapo katikati watu wenye ajenda zinazofanana wanaanza kushambuliana wao kwa wao. Kwa watawala watakuwa wana faida, wanafurahi sana kwamba sasa mjadala unahama, kwamba hapa sasa kuna diversion, kuna division, kuna deception. Bibi nasema tulenge ajenda moja, tulenge mstari ulionyooka, na mstari ulionyooka ni katiba mpya, free Tundu Lissu. Na mimi nasema kwamba kwa heshima kubwa sana, na nashukuru na nawashukuru sana wote ambao wameendesha kampeni ya kumlinda makamu mwenyekiti wa chama Mheshimiwa John Heche. Ni jambo zuri sana watu kulinda viongozi wa chama, lakini niseme kwamba imetosha. Tutatolewa kwenye mstari, mtaanza kujadili vyombo vya habari, mitandaoni, kila mtu tunajadili kuhusu
madai ambayo hayana msingi. Hapo tunamlenga makamu mwenyekiti, afu tunaacha katiba mpya, tunaacha Tundu Lissu, tunakuwa diverted, tunakuwa diverged, tunakuwa divided. Tusiwafaidishe watawala ambao wana hali mbaya, wana mbinyo wa kimataifa mkubwa sana unaohitaji haki Tanzania, wana mbinyo wa ndani wa wananchi wa nguvu ya umma mkubwa sana. Tumefika katika hatua ambayo sasa watawala wanatakiwa kukubali matakwa ya umma pamoja na kutoyapenda ya haki. Alafu kuna kufungua Pandora box ya friendly fires. Huyu anamshambulia huyu, huyu anamshambulia huyu. Mimi sitaki kwenda mbele zaidi ili na mimi nisingeingie kwenye mtego wa kurusha friendly fires, ila naamini wanaweza kusikia wasikie. Na katika hayo mapambano ya watawala kutaka kujilinda baada ya mauaji ya watu, kujilinda baada ya ufisadi, kujilinda baada ya uporaji wa uchaguzi, kuna watu wanaweza wakajikuta wanatumika kwenye proxy war bila kujijua. Mtu hajui tu, anarushwa ajenda, anapewa ajenda, anakimbia nayo, kumbe ni ajenda ambayo inalenga kulinda mfumo batili na utawala haramu na utawala dhalimu. Kwa hiyo turudi kwenye mstari. Katiba mpya, free Tundu Lissu, haki, uwajibikaji, ukweli, mauaji ya Oktoba. Mstari wa tone tone, tushikilie hapo hapo mpaka kieleweke. Sasa kuna swali la Salum kwamba baadhi hawapendezwi na makamu mwenyekiti kuwa ni mkakati wa kumwondoa. Ni diversion tu nyingine, kuzungumza kitu kisichokuwepo na kutengeneza kitu kisichokuwepo, alafu kizungumzwe mpaka na wewe ukiamini kama kipo wakati hakipo. Diversion, deception, division haina maana yoyote. Mimi nataka niwahakikishie tu kwamba sisi kama chama na kamati kuu ya chama na sekretarieti ya chama tunafanya kazi kwa pamoja. Kunaweza kabisa kuwa na tofauti za kimitazamo kwamba hiki tupite njia hii, hiki tufanye hiki, ni kitu cha kawaida tu. Lakini watu wanajadiliana alafu mwisho wanafikia makubaliano. Makubaliano ndio haya maazimio ya kikao niliyoyasoma hapa. Tukishakubaliana tunasonga mbele kwa pamoja. Na misimamo inayotolewa na kamati kuu ya chama sio misimamo ya mtu binafsi. Sio misimamo ya alipokuwa mwenyekiti Tundu Lissu, wala sio misimamo ya makamu mwenyekiti John Heche. Ni misimamo ya taasisi, ni misimamo ya katiba ya chama na kanuni, ni misimamo ya vikao. Kwa hiyo misimamo hiyo inalindwa na wote, na hatujabadili msimamo wetu wowote katika lolote kuanzia mwezi Disemba, kuanzia mwezi Aprili na kuendelea. Juu ya dada yangu Upendo wa Azam, kumesainiwa maridhiano Zanzibar. Vipi kuhusu Tanzania bara? Ndio swali lako. Niseme kwamba nimefuatilia lile tukio la jana, na naamini katika wakati mwafaka pengine chama kitalizungumza zaidi na hata viongozi wetu wa Zanzibar huko watalizungumza, lakini kwa namna nilivyolifuatilia nina machache ya kusema. Kwanza, ile kauli ya rais ambaye sisi hatutambui uchaguzi wake, ya kusema kwamba wanaharakati wanafanya ugaidi, ni kauli hatari sana ikiachwa ilivyo na watetezi wa haki kote nchini. Mimi nasema haya kwa sababu kutokana na taarifa za maandamano ya tarehe 7 mwezi wa 7 yaliyotangazwa huko mitandaoni, ninavyozungumza hivi sasa kuna viongozi wa Chadema na wanachama wako vituo vya polisi bado, na wengine wamepigwa na kuumizwa. Geita kule kuna dada anaitwa Neema,
Kule Tanga kuna Nasra, kuna Rukia na wengine. Kule Mbeya kule kuna vijana wa Chaso. Dar es Salaam hapa kuna watu wamepigwa, wameumizwa. Katika kupigwa kwao walikuwa wanalazimishwa wengine wao kuandika maelezo kwamba walipanga vitendo vya kigaidi, alafu wanalazimishwa kwa vipigo kutaja majina ya baadhi ya viongozi wa Chadema. Sasa